ikishindikana, shetani amejenga kuta katika swala hilo. Asili yake hujengwa kwa njia ya hila, hujengwa kwa njia ya dhambi, hujengwa kwa njia ya mashaka, hujengwa kwa njia ya hofu au laana za kifamilia. Kusoma Wakorintho wa pili 14-5. Kuta za shetani katika maisha yetu zinaweza kujengwa kupitia dhambi tunazozitenda, lakini pia zinaweza kujengwa kupitia mashaka, hofu ulionayo. Nataka nikuambie ya kwamba, mpenzi mtazamaji, ondoa hofu katika maisha yako, ondoa mashaka katika maisha yako. Huo ni ukuta unaomzuia Mungu asiweze kuwa karibu na wewe, asiweze kutatua shida yako. Huo ni ukuta. Ondoa mashaka. Lakini hofu, ondoa hofu. Mwamini Kristo alikufa kwa ajili yako, alikufa kwa ajili yangu. Alikupenda, alinipenda hadi akajitoa, akayatoa maisha yake kwa ajili ya wokovu wangu, akayatoa maisha yake kwa ajili ya wokovu wako. Kwa nini uwe na hofu na mashaka na Yesu Kristo? Kwa nini uwe na hofu? Kwa nini uwe na mashaka? Yatoe maisha yako kwa Yesu Kristo. Kumfungia mtu ndani. Lengo la Ibilisi, lengo la shetani katika maisha yako ni kuweza kukufungia katika hali fulani, ni kuweza kukutengenezea ukuta ambao utakufungia katika hali fulani. Sikiliza, lengo lake ni kumfungia mtu ndani ya hali fulani. Moja, kama umaskini. Mbili, kama magonjwa. Anakufumba macho, unakuwa huoni fursa katika maisha. Lakini pia anaweza kukupatia magonjwa. Nataka nikuhakikishia kwamba ukiondoa hofu, mashaka na ukajenga tumaini lako kwa Kristo, magonjwa yanaenda kutoweka katika maisha yako. Umaskini unaenda kuondoka katika maisha yako. Jambo na swali moja ni kumwamini na kumtumaini Yesu katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Ujenzi wake unakuwa tofauti. Mtu anaweza akajiuliza, ni kwa namna gani shetani amekuwa akijenga ukuta katika maisha yako? Ni kwa namna gani shetani amekuwa akijenga kuta katika maisha yetu? Ujenzi wake ni tofauti na namna ulivyojengwa ukuta wa Yeriko, uliojengwa imara kwa mawe. Ukuta huu hujengwa kwa fikra, mawazo ndani ya akili yako. Fikra, nini unachofikiria? Adui shetani anapanikia